Magonjwa haya makuu matano ambayo yanashambulia mfumo wa chakula, kwa maana kwa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ukiwafuatilia wagonjwa ambao wana magonjwa haya, wana ulaji wa vyakula vifuatavyo viko vitano. Yaani kuna hivi vyakula hivi, ukifuatilia wagonjwa wote ambao wana magonjwa haya makuu matano, vyakula hivi viko vitano vimekuwa ni sehemu yao ya ulaji mkubwa. Na kwenye vyakula ambavyo nataka kuzungumzia, kama nitakuwa nimezungumza vyakula ambavyo wewe sio mpenzi, wewe sio muumini wa kula vyakula hivyo na umepata magonjwa haya makuu matano, naomba ni uweze kuona comment yako kwenye kipengele cha comment. Nitaweza labda kupata cha kuweza kukushauri wewe. Video leo naangazia vyakula vikuu vitano ambavyo vinahusiana na magonjwa makuu matano ambayo yanashambulia mfumo wa chakula. Tuangalizie vyakula hivyo ili kusudi kama hujapata uweze kuona namna kuweza kufanya. Twende sambamba, upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Vyakula vikuu vitano ambavyo vinapelekea magonjwa makuu matano. Naomba nikufahamishe kitu kimoja. Magonjwa makuu matano ambayo ni makubwa sana ambayo yanashambulia wengi au yanashambulia mifumo mingi wa ndugu zetu ya mfumo wa chakula ni haya. Moja ni acid reflux. Acid reflux imekuwa nadhani kwa maeneo mengi kwa hapa Tanzania utakuta kwenye zile top 5 ya magonjwa ambayo yanashambulia watu. Kama sio top 5 basi top 10 ya magonjwa ambayo yanashambulia maeneo hayo husika, lazima utaikuta acid reflux imo. Yaani ukiingia kwenye hospitalini au ukienda kwenye ile takwimu ya magonjwa ambayo ni top katika kila eneo, kwa upande wa Tanzania utakuta ni acid reflux kwenye top 10. Kuna vidonda vya tumbo, ni ugonjwa mwingine ambao unashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kuna tumbo kujaa gesi, ni ugonjwa mwingine au tatizo lingine ambalo linashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Alafu kuna huu jamaa bawasiri. Bawasiri ndio issue, ni tatizo lingine ambalo linashambulia pia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na mwisho ni tatizo la kupata choo kigumu ama kutokuweza kupata choo kabisa. Magonjwa haya matano, haya ni magonjwa maarufu ambayo kwa sasa yanashambulia maelfu ya watu wengi. Na wagonjwa wote wenye magonjwa haya ambayo nimetaja matano haya, ukiwafuatilia ni waumini, yani kwenye ulaji wao kwa siku nzima ni walaji wa vyakula vifuatavyo ambavyo naenda kuvizungumzia. Namba moja ni nyama. Hawa wagonjwa wenye magonjwa hao wengi ni waumini wa kula nyama. Ni wale ambao kipindi tunatoa elimu ya kula vyakula vyenye protein, yani waliweza hiyo elimu nadhani iliwaingia vizuri. Tumekuwa kushauri watu waweze kupata protein, na tunaamini kwamba protein tuko nayo nyama ni protein ambayo imekamilika. Ila ni bahati mbaya kwamba wakati tunasimulia habari za protein kwenye nyama, hiyo hadithi nzuri, watu hawa tunakuja tu kuambia bana wajitahidi kukwepa vyakula vyenye cholesterol. Hatuwaambii kwamba protein hiyo vyakula vyenye protein hiyo ndio vimesheni cholesterol. Hatuwaambii kwamba vyakula hivyo ambavyo vimesheni protein ndio vimesheni mafuta. Hatuwaambii kwamba vyakula hivyo ambavyo vimesheni protein havina nyuzi lishe. Mwisho wa siku sasa, watu wamekuwa addicted na ulaji wa nyama kiasi kwamba mtu kimwambia kwamba ulaji wa nyama hizi, nyama sio nzuri sana, atakwambia wewe usipokula nyama utakula nini? Mtu huyu ukiweza kumwambia ale nyama, utampata kwa sababu gani? Atakuona wewe ni mtaalamu, kwa sababu umeweza kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa, na yeye hajali kwa sababu kile kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake. Mara nyingi kimsifia mtu kile kitu ambacho nikipenda, anakuona wewe ni rafiki, kwa sababu nature binadamu wanapenda kusikia habari njema juu ya tabia zao mbaya. Lakini kiuhalisia ulaji wa nyama kupindukia unahusiana na magonjwa ambayo nimetaja. Ukiwafuatilia wengi hapa kaskazini mwa Tanzania, Kilimanjaro na Arusha ni moja ya mikoa ambayo pia ni wahanga sana wa magonjwa haya, kwa sababu ya huku kaskazini nyama ni mboga yao kubwa sana. Kwa kuna nyama hapa, nyama nazungumza ni nyeupe na nyekundu. Yani inaweza kuwa nyama ya ng'ombe, inaweza kuwa mbuzi, inaweza kuwa ni kuku, na kwa yani mtu anakuwa anakula mara kwa mara.
kwa sababu vyote hivyo vimesheni cholesterol, vimesheni mafuta na uganda ambayo ni saturated fat, havina nyuzi lishe na vina mambo mengine chungu nzima. Hii ni chakula namba moja. Chakula namba mbili, ukiwafuatilia wagonjwa hawa wenye magonjwa hapa ni mataja matano, ni waumini wa kula asubuhi, mchana na jioni. Hata kama sio asubuhi, mchana na jioni, yani kwa maana kwamba anakula kupindukia maziwa na mayai. Unamsikia mtu anakwambia kwamba wewe unatuambiaje kuhusu maziwa? Maziwa wazee wetu wamekuwa wakiishi wanakunywa maziwa. Ndio, ni kweli wameshawahi kunywa maziwa, hasa ambao ni jamii za wafugaji, lakini niwaambia kwamba babu yako alikunywa maziwa ya ng'ombe ya kisasa kweli? Na wasiwasi na hii taarifa yako kama iko sahihi. Kingine, fahamu kwamba babu yako aliweza kunywa maziwa. Wakati anakunywa maziwa, kuna vyakula vingine akukutana navyo. Alikaa kwenye vyakula ambavyo ni vya kiasili. Anakunywa maziwa na kiasi cha kuchemsha. Wewe sasa hivi unakuwa kiasi cha kukaanga. Anakunywa maziwa na ugali wa dona, wewe unakunywa maziwa na ugali wa sembe. Anakunywa maziwa, baada hapo kuna mboga za majani za mchemsho. Wewe unakunywa maziwa na wakati huo baadaye unataka kupata roast ya nyama. Unaweza kana tofauti uliopo. Wakati huo yeye alikunywa maziwa ya ng'ombe kienyeji, wewe unakunywa maziwa ya ng'ombe kisasa. Alafu nasema alikunywa maziwa bana. Come on. Endelea kunywa maziwa. Magonjwa haya. Kuna masuala ya mayai. Mayai nayo pia kuna hizi diet za protein hizi ambazo watu wameaminisha kwamba ukifanya diet za protein zita control sukari, bra nyingi. Kalivyo science vizuri. Ulaji wa nyama kupindukia, maziwa na mayai. Hivi vyakula kweli havina sukari. Japo kwenye maziwa kuna sukari kidogo sana, ila vinahusiana na magonjwa hususan ugonjwa wa kisukari. Wengi anakimbilia huko. Alafu wale ambao ni wanene wanaambia siri sitaki kula wanga kwa sababu inanenepesha. Anakula hivi. Mwisho wa siku anaishia kupata issue za acid reflux, vidonda vya tumbo kujaa gesi, bawasiri na kukosa choo, kwa sababu hapa ni amekurupuka, hajafuatilia kwa umakini zaidi. Lakini fahamu kwamba kula mayai na maziwa kupindukia kuna husiana na magonjwa haya au vinaathiri mmeng'enyo, mfumo wa mmeng'enyo. Chakula namba 3 ni matumizi ya sukari madukani. Mandazi ya ngano ambayo imekobolewa, chapati ya ngano iliyokobolewa, mkate mweupe wa ngano ambayo imekobolewa, na sembe ambayo ni ugali wa mahindi ambayo imekobolewa. Kobolewa. Na siku hizi wamekuja na lugha ya Kiswahili, si Kiswahili cha wapi, wanasema kwamba mimi naenda kuparaza. Endelea kuparaza. Lakini hizi wanga mbovu zinachakaza mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kutupelekea magonjwa haya. Inachakaza hivi. Kwa hiyo ukiwafuatilia watu ambao wana magonjwa, acid reflux, vidonda vya tumbo kujaa gesi, bawasiri, ataweza kukosa choo, kupata choo kigumu, ni watumiaji wazuri sana wa sukari, mandazi, chapati, mikate na masuala ya sembe. Ni waumini. Yamkini wewe sembe utumii, lakini muumini kutumia mandazi. Yamkini mandazi utumii, ni muumini kutumia chapati. Yamkini chapati utumii, ni muumini kutumia mkate mweupe. Kwa hiyo hivi vitu ni moja ya wanga ambazo ni mbovu ambazo zinahusiana na magonjwa haya ambazo zinashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Wale watu wa kusini mwa Tanzania huko Ilingalinga ambao ni walimaji wa ngano sana, ambao wanapenda kula mkate na wakati mwingine na chapati, nadhani niwafahamisha tu kwamba ninachozungumza hapa ni ngano ambayo imekobolewa, ambayo ndio imetapakaa kila kona hapa Tanzania. Haya, chakula ama kingine ambacho kinahusiana na magonjwa haya ni unywaji wa soda. Ukifuatilia watu hawa ni wanywaji wa soda kupindukia. Soda za madukani hizi. Na ni soda zote zinatoka madukani. Na pombe ni wanywaji wazuri sana. Wagonjwa ambao wanakumbana na hizi changamoto. Na hiki kinahusiana na magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mwisho ni mafuta ya kupikia. Watu wanakula mafuta mengi ya kupindukia. Unamkuta mtu ni mpishi umepikiwa mboga imesheheni mafuta. Yaani mafuta na athiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kama unafahamu kwamba mtu anakuambia si mafuta hayagandi, si yanaganda, wale watu wa ketogenic diet wanakuambia unajua mafuta ambayo yanaganda ndio mazuri kwa sababu yanahimili joto. Kuhimili joto na kutokuhimili joto havimaanisha mafuta ni mazuri sana. Tuna viashiria vingine ambavyo vinaashiria usalama, kwamba chakula ni salama au sio salama. Yaani joto tu peke yake haitoshi kutuambia kwamba mafuta ni salama au sio salama. Kutokuganda ama kuganda, yani havitoshi kutuambia kwamba mafuta ni mazuri au sio mazuri. Mwili hatuwezi kuangalia vinamna hiyo, lakini fahamu hatuna mafuta ambayo ni ya kupikia ambayo ni salama.
Kwa hiyo unapokuwa unatumia mafuta wewe, kama ni mama ambao unataka kupika, ambao ni kama si nani ambao kunapikia, tumia mafuta kwa uangalifu, tumia kidogo, usijiachie sana kwa sababu sio salama sana. Nihitaji kufahamisha vyakula hivi vikuu vitano ambavyo vinahusiana na magonjwa makuu matano ambayo yanashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hivi ndio ambavyo vinatutoa kwenye ramani, sio vyakula vingi. Watu tu wanakuja wanangonyeza wanga, lakini wanga huikuti ikiwa iko inaning'inia yenyewe au inaning'inia yenyewe huru. Hapana, wanga utakutana nayo kwenye kiazi kitamu, wanga utakutana nayo kwenye mihogo magimbi, kwenye ndizi, kwenye jamii ya mikunde hizo utakutana na wanga huko, utakutana na wanga kwenye nafaka huko, utakutana na wanga kwenye matunda, utakutana wanga kwenye mboga za majani, japo na kwa kiwango ni kidogo sana. Kwa hiyo unapokwepa vyakula vya wanga, hebu jaribu kujitafakari na kuelewa wanga ni nini zaidi. Kwa sababu wengi wanakwepa huko, wanakuja kula vyakula hivi kwa wingi sana, nyama kwa wingi sana, maziwa kwa wingi sana, mayai kwa wingi sana. Wanakuambia hizi ndio protein, unahitaji protein zaidi. Aliyekufundisha elimu ya protein kwa mwili unahitaji protein nyingi zaidi, na amekudanganya. Mwili unahitaji virutubisho vyote katika kiwango ambacho ni stahiki. Nyama hizi na maziwa zimesheheni virutubisho ambavyo viko nje ya kiwango ambacho ni stahiki. Ndio maana ukila kipisi tu kimoja cha nyama chenyewe unaweza shangaa umepata protein ambayo unahitaji kwa siku nzima. Nani ambaye anakula kipande kimoja cha nyama? Mtu anakula robo nzima, mwingine anakula nusu nzima peke yake, mwingine anakula kilo peke yake. Watu mfikia pahala tuwe serious na swala la afya yetu. Vyakula vya mmea ndio suluhisho. Basi baada ya kusema hayo na kuzungumza vyakula hivi ambavyo ni vyakula pendwa kwa wale wengi, nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.